ile Jumapili nyingine vile Bwana atakavyotusaidia ili tuweze kumjua Yesu. Waefeso 1:20 nitasoma. Waefeso 1:20 nitasoma. Wacha nianze 19. Na ubora na ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Yesu Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwajwalo, wala si katika ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka hawe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Sema amen. Haleluya. Tunajifundisha kuhusu kumjua Yesu, na tutaendelea kumjua Yesu mpaka twende mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Maana yeye ndiye Bwana wetu, yeye ndiye Mwokozi wetu, yeye ndiye Mungu wetu. Yesu Kristo ni kila kitu kwetu katika jina la Yesu. Ametupatia uzima, ametupatia uhai, na kwa ajili yake tunaishi. Tunaishi kwa ajili ya Yesu. Hata ulimwengu wote unaishi kwa ajili ya Yesu. Kama si Yesu, bado ibilisi angalikuwa ndiye kusema, angekuwa hata limaliza ulimwengu huu. Lakini kwa ajili ya Yesu tunaishi na tutaendelea kuishi katika jina la Yesu. Ngeta kusungumze kuhusu sisi ambao tuliokoka. Mahali pale tuliachia siku ya Jumapili, Biblia inakuwa inazungumzia kuna mambo ambayo Paulo alikuwa anaombea kanisa la Efeso. Tuendelea kuona haya maombi ya Paulo, maana kuna maombi mengine pia tutaangalia Jumapili ambayo anawaombea. Akasema hata sisi tuombe kwa binti katika jina la Yesu Kristo. Maana tulipokuwa tunajifundisha kitabu cha Wakorintho, na bado hapa katika kitabu cha Waefeso tutaangalia mambo na wokovu ni siri. Vinasema ya kwamba ni siri ya Mungu aliyoificha tangia zamani. Manabii walizungumzia, wazee wa kale walizungumzia, waliona siku hizi zetu. Biblia inasema walitamani sana kuziona hizi siku za neema. Bwana asifiwe. Hizi siku za neema, manabii wa kale walitamani sana kuziona. Wale patriarchs kina Abrahamu, Isaka na Yakobo, kina Daudi walitamani sana kuziona siku hizi za neema. Bwana asifiwe. Kwa sababu inasema ni siri ya Mungu, ni fumbo ya Mungu ambayo aliamua kuifunua wakati wetu. Kwa hivyo neema ni siri ya Mungu, injili ni siri ya Mungu, wokovu ni siri ya Mungu. Na isipokuwa Mungu mwenyewe amfunulie mwanadamu, isipokuwa Mungu mwenyewe amfunulie mwanadamu, mwanadamu hawezi akaelewa na kafahamu mambo ya wokovu. Wokovu ni kazi ya Mungu. Wokovu ni kazi ya Roho Mtakatifu, ni kazi yake Yesu Kristo Bwana. Biblia inasema kwa neema, tutaangalia hapa, kwa neema tumeokolewa, ni kazi ya Bwana. Kwa hivyo ni Mungu anayefanya hii kazi katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu kile kinahitajika kwake ni kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu kikamilifu na kutii. Kinachohitajika kwako imani na utiifu. Hayo mengine yote mwachie Bwana, anayatenda, atayatenda katika jina la Yesu Kristo. Narudia tena, kinachohitajika kwetu ni imani na utiifu. Imani na utiifu. Sema imani na utiifu. Imani na utiifu.
Hayo peke yake ndio yanahitajika kwetu, hayo mengine tunamwachia Bwana. Maana kubadilisha maisha ya mwanadamu ni kazi ya Mungu, ni kazi ya Mungu. Kukubadilisha ni kazi ya Mungu, na hakika Mungu atatubadilisha, na hakika Mungu atatubadilisha. Hatutaondoka ulimwengu humu vile tulivyo, hatutaondoka vile tulivyo katika jina la Yesu. Hali zetu za kimaisha hakika zitabadilika katika jina la Yesu, tutakapowabaki watu ambao ni waaminifu. Kwa hivyo wokovu ni kazi ya Bwana, ni kazi ya Mungu, na ni Mungu ndiye ambaye anayefunulia wanadamu mambo na wokovu katika jina la Yesu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuona vitu hapa katika Biblia mtashangaa. Haleluya, Bwana asifiwe. Maana hata malaika, tutaangalia katika Biblia, hata malaika kuna mambo hawaelewi, hawafahamu kuhusu wokovu. Tunaona katika Biblia kitabu cha Waefeso, Biblia inasema ya kwamba wanajifundisha na kanisa, wanajifundisha na no wonder Biblia inasema ya kwamba hata malaika tutawahukumu. Haleluya. Mungu ameliinua kanisa, Mungu ameliheshimisha kanisa. Laiti tungalijua tulioamini, laiti tungalijua tuliookoka mahali ambapo Mungu ametuweka katika jina la Yesu. Tuliona Jumapili linasema sisi ni urithi wake. Heritage sijui ni nini kwa Kiswahili. Heritage si urithi, inheritance ndiyo urithi. Tu sehemu ya Bwana. Haleluya, Bwana siku. Laiti tungalijua mahali ambapo Mungu ameweka kanisa, mahali ambapo Mungu ameweka wale ambao walioamini katika jina la Yesu Kristo. Laiti tungalijua, hatungalikuwa na wasiwasi, hatungalikuwa na hofu, hatungalikuwa na uoga. Hakuna jambo ambalo lingetusumbua. Tungalijua Mungu muumba wa mbingu na nchi ametuweka wapi. Mungu muumba wa mbingu na nchi anatuchukulia namna gani? Lakini kwa sababu ya kutojua, haleluya, kwa sababu ya kutojua, tunaamini kwa sababu ya kule ambako tumetokea, kwa sababu ya mazingara, kwa sababu ya hali, kwa sababu ya mambo ambayo tumo ndani kwa wakati huu, yale ambayo tumepitia, mambo ambayo yanayoendelea katika ulimwengu huu, basi tumekaa hivi. Hatujui sisi ni watu tofauti, na hatima zetu ni tofauti kabisa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hatima ya mwana wa Mungu ni tofauti na hatima ya mtu ambaye asiyeamini. Huo ni ukweli wa mambo. Hatima ya mwana wa Mungu tutaangalia hapa katika Biblia, hapa duniani na katika ulimwengu unaokuja, ni tofauti na mtu ambaye asiyeamini. Njia za mtu wa Mungu kule anakoelekea ni tofauti kabisa na yule asiyeamini. Mambo yetu utendeka tofauti kabisa. Haleluya, mambo yetu utendeka kabisa tofauti na wale ambao wasioamini. Wasioamini ni kwa juhudi zao, ni kwa usaidizi wa shetani wanafanya mambo yao, lakini sisi ni kwa neema na usaidizi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Niliwaambia linasema haya mambo ya rohoni na watu wa rohoni hawawezi eleweka. Hata Yesu alisema hawawezi eleweka, ni kama vile upepo. Haleluya. Lazima tujue haya katika jina la Yesu. Ndio sababu leo unaweza kuwa unakufa, watu wanajua unakufa, watu wanajua umeisha, watu wanajua kuna kitu, hilo kanisa limeisha, lakini kufumba na kufumbua mambo yakabadilika. Ndio Biblia inasema wanaomngojea Bwana watapaa kama tai. Haleluya, watapaa kama tai. Sasa ile umeisha, umekwisha kabisa, umehesabu umekwisha, watu wanaona ya kwamba papa huyo ameinuka. Haleluya, Bwana asifiwe. Vile achani waambie, nipungieni mkono, vile mwanadamu hawezi akamwelewa Mungu, hivyo ndivyo hawezi akaelewa yule ambaye aliyeokoka, anayejidanganya. Haleluya, mtu ambaye anayejidanganya ya kwamba anaweza elewa maisha yetu, anayejidanganya anaweza elewa njia zetu, anayejidanganya anaweza elewa tunaenda wapi, anajidanganya.
Hakuna mwanadamu, hata shetani mwenyewe hajui tunaenda wapi. Ni Mungu mwenyewe anayejua kule ambako anakotupeleka katika jina la Yesu. Ndio Mungu anasema njia zake ni tofauti na njia za wanadamu. Hivyo katika jina la Yesu, lako ni kumtumaini na kutii na kuamini kile Mungu amesema ni kweli. Haleluya. Na kuamini kile ambacho Mungu amesema ni kweli. Vile ambavyo Mungu atakavyotenda ni juu yake, si juu yetu. Haleluya. Vile atakavyotenda ni juu yake, si juu yetu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba alichokisema Bwana atakitenda. Kinachosemwa na neno Mungu atakitenda katika jina la Yesu. Huo ni ukweli wa mambo. Atakitenda. Njia ajua yeye, namna hajua yeye. Kwa hivyo sisi ni kumwamini na kumuomba Mungu na kuamini kile ambacho Mungu anachosema katika jina la Yesu. Mambo ya wokovu, nawaambia tena, mambo ya wokovu ni Mungu ajuaje. Ni Mungu ajuaje anavyookoa mwanadamu. Ni Mungu ajuaje anavyobadilisha mwanadamu. Ni Mungu hajuaje. Mimi nasema ni siri ya Mungu. Haleluya. Ni siri ya nani? Ni siri ya Mungu. Ndio Paulo anasema, anawaombea kanisa la Efeso wapate ufunuo. Mungu apate at least kuwafunulia, ili imani yao kwa Mungu iwe thabiti. Na mimi nasema, nazidi kuomba kwangu mimi mwenyewe na kwenu katika jina la Yesu. Haya mambo katika jina la Yesu Mungu awafunulie, tuweze kuelewa tumaini la wito. Tumaini la wito wetu, asante. Tumaini la wito wetu na utajiri wa utukufu wa Mungu katika urithi wake jinsi ulivyo. Tuweze kuelewa haya mambo, tuweze kufahamu haya mambo katika jina la Yesu. Binasema pia na uweza, pale tumesoma na uweza wa Mungu jinsi ulivyo mkuu ndani yetu tulioamini. Tulioamini, uwezo wa Mungu jinsi ulivyo mkuu. Haleluya. Na hapa ndipo ambapo hatujui ya kwamba tuna uwezo, tuna nguvu za Mungu zitendao kazi ndani yetu. Haleluya. Kuna hali katika maisha yako, mimi nakwambia ukweli, ungalikuwa ulisikemea, ungalikuwa ulisikataa, zingalikuwa zilienda. Leo kuna watu ambao wanasumbuka usiku katika ndoto. Kuna watu wanasumbuliwa katika ndoto, wananyongwa, wanakimbizwa, wanafanyiwa mambo mabaya katika ndoto. Haleluya. Na wanatafuta mtu ambaye atakaye wakomboa. Bwana asifiwe. Nazungumzia ndoto mbaya, sizungumzii ndoto nzuri. Haleluya. Ndoto nzuri na sija katika jina la Yesu, kama zile za Yusufu na sija katika jina la Yesu. Lakini nasema zile ambazo zinazoletwa na mapepo, hizo una uwezo na nguvu ya kuambia, I command you to stop disturbing me in my sleep in Jesus name. Tuna uwezo, tuna nguvu, tuna mamlaka ya kukomesha, haleluya, vitu ambavyo havitokani na Mungu. Tuna uwezo na nguvu ya kusimamisha hali ambazo si za kiungu. Tuna uwezo, tuna nguvu ya kusimama na kusiamurisha sikome katika jina la Yesu Kristo. Utawala wa giza, tuna uwezo, tuna nguvu wa kusimamisha. Utawala wa uchawi, haleluya, tuna uwezo, tuna nguvu tulizopewa na Mungu. Hatushindani nao, tuna uwezo, tuna nguvu katika jina la Yesu. Nisi tusimame, haleluya, na statii katika jina la Yesu Kristo. Na tukaona ya kwamba vinasema ule uwezo na roho, uwezo na roho aliyemfufua Yesu kutoka wafu, huyo ndiye ambaye anayetenda kazi ndani yetu. Haleluya. Aliyemfufua Bwana wetu Yesu Kristo. Huo uwezo uliomfufua Bwana wetu Yesu Kristo ndio ambao unafanya kazi ndani yetu. Na nikawaambia sisi, haleluya, ndani mwetu kumejaa ufufuo. Tumejaa nini? Tumejaa ufufuo, tumejaa uzima. Ndani yetu tulioamini, tulichokibeba ni ufufuo, tulichokibeba ni uzima. Na hata Biblia inasema na watakao amini. Watakao fanya nini? Biblia inasema watakao amini. Maji, mito ya uzima itatoka tumboni mwao, itatiririka hadi uzimani. Kila aliyeamini, nisikie, ndani mwake kumejaa uzima, mito ya uzima. Kwa sababu gani? Roho wa uzima
aliyemfufua Yesu, uwezo uliomfufua Yesu, uwezo wa uzima uliyeshinda mauti unafanya kazi ndani yetu. Hivyo sisi tulioamini, mauti tumeyashinda, kuzimu tumeishinda katika jina la Yesu. Narudia tena, tulioamini, mauti tumeshinda, kuzimu tumeishinda, maroho ya mautini na kuzimuni tumeyashinda. Na wacheni waambie, nguvu za giza, nguvu za uchawi, nguvu za ukanga utokana na maroho ya mautini na kuzimu. Maroho ya mautini na kuzimu, maroho ya wafu, hayo ndiyo yanayopatia huo utawala nguvu. Lakini sisi ndani yetu tumeshinda hayo maroho. Hayana nguvu, hayana uwezo ndani yetu, kwa sababu ndani yetu tunaye roho wa uzima, tunaye roho wa uhai. Na ukisoma Biblia kuna kitu ambacho Daudi anasema kuhusiana na nyumba ya Israeli, na ningetaka munisikie jioni ya leo. Nipungie mkono katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Nazungumzia uwezo na nguvu na roho aliyemfufua Yesu unaofanya kazi ndani yetu. Biblia inasema unaofanya kazi ndani yetu. Unaofanya kazi wapi? Uwezo gani? Uliomfufua Yesu kutoka mautini. Roho aliyemfufua Yesu kutoka mautini anafanya kazi ndani yetu. Biblia inasema kulingana na uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Daudi anasema ya kwamba nyinyi wana wa Israeli mnapopita katika mbeka, mahali ambapo ni panjangwa, mahali ambapo palipokaukiwa, anaambia wana wa Israeli, mnapopita mahali ambapo pamekauka, mnapopita mahali ambapo hapana tumaini, anasema hapo mahali patapafanya pawe kama bustani ya Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna roho wa ufufuo, kuna roho wa uzima ndani yetu katika jina la Yesu. Kwa sababu tuna roho wa uzima, sisi ni wakala wa uzima katika jina la Yesu. Wakala wala hujui Kiswahili ni agent. Sisi ni agent wa uzima katika jina la Yesu. Wewe ni agent wa uzima ndani katika jina la Yesu. Ndani mwako hamuna mauti katika jina la Yesu. Ndani mwako hamuna mauti, ndani mwako hamuna roho wa mauti katika jina la Yesu. Tulioamini ndani yetu ni roho wa uzima, ni uzima. Mauti haimo ndani mwetu, wala hatuna roho wa mauti ndani mwetu. Hatuna giza, maana mauti na giza ufuatana. Haimo giza ndani mwetu kabisa katika jina la Yesu. Ndani mwetu ni mwanga wa mwanakondoo, ni uzima na uhai ulio ndani mwetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo uliokoka umejaa uzima, umejaa uhai, umejaa mwanga katika jina la Yesu. Kwa hivyo mahali ambapo utapitia, maisha yako yenyewe yatakuwa na uhai, maisha yako yenyewe yatakuwa na uzima. Mahali utapitia katika jina la Yesu Kristo panastahili kuwa na uzima, panastahili kuwa na uhai katika jina la Yesu, maana wewe ni agent wa uzima. Nguvu za uzima zilizomfufua Yesu zinafanya kazi ndani mwako katika jina la Yesu. Na mimi nitawaambia kitu ambacho najua. Waliookoka mashetani yanawaitanga walio hai. Wanaitwa walio hai. Wanaitwa wale walio hai. Kwa sababu gani? Kuna uhai ndani mwetu. Hivyo roho wa uhai na uzima anafanya kazi ndani mwetu. Na katika jina la Yesu naomba uchue kifo ya kwamba roho wa uhai na uzima aliyemfufua Yesu kutoka mautini anafanya kazi ndani ya kanisa, anafanya kazi ndani ya waumini. Hivyo katika jina la Yesu, kwa sababu hiyo inatoka bila nasema mito ya uzima inatoka ndani mwetu katika jina la Yesu. Hivyo kutakuwa na uzima ndani mwetu, kutakuwa na uzima katika ndoa zetu, kutakuwa na uzima katika biashara zetu katika jina la Yesu Kristo. Mwishowe hatimaye kutakuwa na uzima katika jina la Yesu Kristo. Kutakuwa na uzima, kutakuwa na uzima kwa familia yako, kutakuwa na uzima kwenu, kutakuwa na uzima kwa biashara yako. Maana maroho ya mauti, tumeshinda mauti na mizimu, tumeshinda mauti na kuzimu. Yesu aliposhinda mauti na kuzimu, hakatuokoa, hakatuleta katika ufalme wake. Hiyo roho inafanya kazi ndani mwetu. Hivyo maroho ya mautini na kuzimu, maroho ya mautini na kuzimu, mauti yenyewe, hali utawala wa giza hauna nguvu dhidi yetu katika jina la Yesu. Na ndiposa niliwaambia tunaweza tukawekelea, tukaita waliokufa na wakaja katika jina la Yesu.
Haleluya! Maana uzima umo ndani mwetu, mwanga wa Mungu uko ndani mwetu, tumetakasika, tumesafishika kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya! Hivyo tutaleta uzima mahali tuliopo, tutaleta uzima katika familia zetu, tutaleta uzima katika hali zetu, tutaleta uzima hapa area hii, uzima tutaleta katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana asifiwe. Na siku moja, haleluya, acha niwaambie, na siku moja katika jina la Yesu, hii mili ikienda, kwa sababu sisi tuna uhai na uzima, tutafufuka. Bila sema walioniamini hata wakifa watafufuka. Tumeshinda mauti, tumeshinda kuzimuni, maroho ya mauti tumeyashinda. Haleluya, tumeshinda. Kwa hivyo wanaotuma mauti iwezi enda na sisi, isipokuwa Mungu amekubali, isipokuwa wakati wetu umeisha. Wafulo, huwezi kufa, huwezi kufa, huwezi kufa, huwezi uliwa na mauti na kuzimu, isipokuwa Mungu ameruhusu, na Mungu ameona wakati wako kukaa mwilini huu wa mavumbi umeisha. Tuchawi hawezi tukatuua, tukanga hatuwezi. Huwezi ukakufa hivi hivi, huwezi. Aliyemwamini Yesu Kristo Bwana hajue hivyo. Haleluya! Roho aliyemfufua Yesu ametufufua. Tumeshinda mauti, tumeshinda kuzimu, tumeshinda ufalme wa giza katika jina la Yesu. Hauna uwezo, hauna nguvu dhidi yetu. Haleluya! Tunaendelea mstari wa 21. Biblia inasema aliyemfufua Yesu uweza, na akamuweka juu sana, akamweka Yesu juu sana upande wake wa kume. Sasa huyu Yesu ambaye tunayemfuata, tusikie Yesu ako wapi. Na hata kama tutaona Jumapili, nisikieni, nataja haya mahali Yesu alipo, hapo ndipo katika ulimwengu wa roho na sisi tulipo. Tutaona katika, nafikiri sura ya 2 ama sura ya 3, mahali Yesu yupo, hapo ndipo na sisi tulipo kiroho. Haleluya! Kiroho tuko mahali hapo. Haleluya! Bwana asifiwe. Nitataja tu, acha nisome mstari wa 21. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka, juu sana kuliko ufalme wote, juu sana kuliko ufalme wote. Hata kama utaangalia Jumapili, napozungumzia Yesu mahali yuko, hapo ndipo na sisi tuliomo kiroho. Hapo ndipo na sisi tuliomo kiroho. Kiroho mahali Yesu yuko, hapo ndipo sisi tuliomo. Na nisikieni, nawaambia, ulimwengu huu utawalwa na ulimwengu wa roho. Ulimwengu huu wa mwili utawaliwa na ulimwengu wa roho. Hali za mwilini utawaliwa na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio na nguvu kuliko ulimwenguni wa mwili. Haleluya! Umesikia? Ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Hali za kimaisha za kimwili utawaliwa. Haleluya! Utawaliwa. Haleluya! Utawaliwa. Utawaliwa. Samahani, nitakuwa nahakikisha hizo microphone sina betri siku ya Jumatano. Haleluya! Naona mbena amelala ndarasa. Samahani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa nasema mahali Yesu yumo, hapo ndipo nasi tuko pamoja na yeye katika jina la Yesu. Biblia inasema Mungu alipomfufua kutoka kwa wafu, alimuweka mahali pa juu sana kuliko ufalme wowote ule. Biblia isemi mfalme. Biblia inasema nini? Ufalme. Biblia inasema nini? Ufalme. Maana ufalme ndio ambao unainua mfalme. Sio kama tunapatana hapa. Biblia isemi juu kuliko wafalme. Maana pasipo ufalme hakuna nini? Mfalme. Kwa hivyo ufalme ndio ambao unainua nini? Mfalme. Mfalme anakuwa kwa sababu ufalme huko. Kwa hivyo Yesu Kristo ako juu
ya nini? Ya ufalme. Ufalme ndio unaompatia mfalme nguvu. Ufalme ndio ambao unaohifadhi wafalme. Kwa hivyo Yesu ameinuliwa kuliko ufalme wowote ule, kuliko ufalme wowote ule. Ufalme wowote ule, uwe ni ufalme wa shetani, uwe ni ufalme wa mwanadamu. Na kuna falme tatu. Haleluya! Kuna ufalme wa Mungu, ufalme wa mwanadamu na ufalme wa shetani. Kwa hivyo Yesu ameinuliwa kuliko ufalme wa mwanadamu na ufalme wa shetani. Kwa hivyo ufalme wa mwanadamu uko chini ya miguu yake Yesu Kristo Bwana. Na wacheni waambie, na nitawaambia ukweli usiku wa leo, hata wafalme wenyewe linasema wafalme, mioyo ya mfalme iko mikononi mwa Mungu. Wacheni waambie, mfalme hata kama wengine wanatumikia shetani, hata kama wengine wameinuliwa na shetani, maana shetani ana uwezo wa kuinua wafalme. Na ukweli, wafalme wengi wa ulimwengu huinuliwa na shetani. Wanasiasa wengi huinuliwa na shetani. Huo ni ukweli wa mambo. Maana shetani alimwambia Yesu, ukiniabudu hizi miliki zote za ulimwengu nitakupea. Lakini shetani hakujua kitu kimoja, ya kwamba hizo miliki zote ziko chini yake Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu. Na nimewaambia mahali ambapo Bwana Mungu ametuweka ni pamoja na pale Yesu Kristo Bwana aliyomo, katika jina la Yesu. Hivyo Yesu ako juu ya falme zote, katika jina la Yesu. Nilikuwa anasema hivi, hawa wafalme hata kama wameinuliwa na shetani, nisikieni, hawawezi wakatenda kitu ambacho Mungu hajaruhusu, na wala hawawezi wakatenda kitu ambacho kiko nje ya mpango wa Mungu, sawa sawa na mapenzi yake kuhusiana na umilele. Niliwaambia kalenda ya ulimwengu iko mikononi mwa Bwana. Hakuna mfalme, hakuna mtawala, hata Ibilisi akatenda kitu ambacho kitakuwa kinyume na kile Mungu amepanga kuelekea mwisho wa ulimwengu. Haleluya, haleluya. Hata hizi vitu mnasikia, sijui nuclear, sijui nini, hakuna mbomu inaweza tupa duniani ya kumaliza ulimwengu pasipo kusudi. Hakuna. Hizi vita Trump anapiga ni saburi. Irani huwezi, hata North Korea haiwezi ikatupa nuclear bomb. Ulimwengu utaenda sawa sawa na vile kitabu cha Ufunuo kimesema. Hakuna kitu ambacho kitatendeka ulimwenguni nje ya kile Yesu alifunulia Petero kuhusiana na kuumbwa kwa ulimwengu hadi mwisho wa ulimwengu. Maana falme zote na wafalme wako chini yake Yesu mwana wa Mungu. Hawawezi kiuka kile Mungu amepanga na kile Mungu amekusudia. Hakuna katika jina la Yesu. Wao wanaabudu shetani, hawawezi kukiuka kile Mungu anataka. Shetani mwenyewe hawezi katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, nakwambia tunayemfuata, haleluya, tunayemfuata Yesu Kristo Bwana ndiye ambaye aliye neno la mwisho kuhusu utawala wa ulimwengu huu. Hata Ibilisi akiinua mfalme na shetani na Yesu Kristo akatae, huyo mfalme hataanguka katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyeinuliwa na Mungu hauwezi akasushwa na shetani. Aliyeinuliwa na wanadamu anaweza akasushwa na shetani, anaweza akasushwa na wanadamu, ila aliyeinuliwa na Mungu hawezi. Kwa hivyo falme, tawala zote katika jina la Yesu siko chini ya miguu yake Yesu. Na ndiposa nawaambia sisi ambao tuliookoka, na Biblia inasema tuombee watawala wanaotutawala katika jina la Yesu Kristo. Nawaambia ni sawa jenzi, ni sawa mnaweza andamana, mnaambiwa ni haki yenu, lakini nawaambia ukweli wa mambo katika jina la Yesu. Maandamano hayawezi yakabadilisha moyo wa mfalme. Nawaambia ukweli, maandamano hayawezi. Mimi nawaambia maandamano hayawezi. Haleluya. Na acheni niwaambie, na mimi nawaambia bila hofu, mtaandamana,
mtafanya kila kitu, hata mtaweka serikali nyingine, na hakuna kitu njao kitabadilika. Unaona vile mnaniangalia? Hakika hakuna. Mkicheza mambo yataharibika. Na waambia ukweli wa mambo. Mimi siko kinyume na, siko upande wa serikali mimi, wala upande wa upinzani. Mimi niko upande wa Yesu. Na siku zote nitabaki upande wa Yesu. Maana wanasiasa wote wa upinzani na wa serikali ni waongo. Ni waongo. Haleluya. Lakini sisi kama wana wa Mungu, kuna kitu kimoja na washauri katika jina la Yesu. Hata mnapopigania haki zenu, piganieni kabisa. Lakini kitu kimoja na washauri katika jina la Yesu. Ufalme na utawala huko chini ya miguu yake Yesu mwana Mungu. Kitu kimoja nina hakika katika jina la Yesu, pamoja na kupiga kura, sema usipige kura, ingawaje kura yako ipeleke mtu Ikulu. Na waambia ukweli, mnaniangaliaje? Haleluya. Maombi ya watakatifu yana uwezo wa kubadilisha mkondo wa nchi katika jina la Yesu. Hebu niwaulize, leo ikifika wakati wa kura, kila mwanasiasa atakuja kanisani. Usiku ataenda kwa mganga na mchana akuja kanisani. Wanafanya hivyo, usiku anaenda kwa mganga na nazungumzia Yesu Kristo, utawala wa Yesu Kristo uko chini. Usiku ataenda kwa mganga, mchana waje kanisani na waseme Bwana asifiwe. Hakuna yule atasema anaabudu shetani. Na hakuna mwabudu shetani anaweza sema anaabudu shetani. Hakuna anaenda kwa mganga anaweza sema yeye ni mganga. Na ndipo unaona mtu ni mchawi, na ukisema ni mchawi anafura. Isipokuwa kwa maombi katika jina la Yesu. Maana falme ziko chini yake Yesu mwana wa Mungu. Na tuambie Yesu, falme zote ziko chini yako. Ufalme wa Kenya katika jina la Yesu tunakataa mtu muovu. Acheni waambie, nyinyi acheni hizi zenu. Na nikijua umekula pesa ya kampeni ya mwanasiasa, nitakosana na wewe. Nichekeni. And I'm very serious. Na waambia katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, kama mnataka utawala wa dunia uwe chini ya Yesu. Yesu ndiye kusema acheneni kula 500 ya wanasiasa, acheneni nayo katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu, acheni katika jina la Yesu. Acheni kupokea pesa ya wanasiasa makanisani. Kama amekuja kanisani atoe sadaka kama watu wengine na aketi, anyamaze. Wewe ukitangaza, ukitoa yako unasemanga umetoa ngapi? Unaambianga watu yeye ni mshirika, amekuja kushiriki, atoe na anyamaze. Kwa nini? Yesu bado ni mtawala wa falme zote, lakini hizi falme zina manifest ushetani, dhuluma, kufinyiliwa, ufisadi umejaa. Ufisadi, dhuluma, kila kitu kibaya kimejaa, kwa sababu ya wana wa Mungu kutojua sehemu yao. Mimi nawaambia himo katika maombi ya watakatifu. Leo kanisa la Kenya liungane, waache ukabila. Na katika jina la Yesu ukabila ushindwe kanisani. Roho ya ukabila ishindwe. Sema amen. Hakuna kusema mtu wetu, mtu wenu gani? Unalala njana ni mtu wenu. Mtu wenu unalala njaa, mtu wenu afungiwa nyumba. Mtu wenu wa saa ngapi? Mungu atusaidie sisi tuliokoka. Mungu atupatie ufunuo, tujue sehemu yetu. Hata tunapokuwa hapa, falme zote ziko chini ya utawala wa Yesu. Na tukiomba hakika tumulilie Yesu, tumwambie Bwana, imeandikwa falme zote ziko chini yako. Tumekataa mfalme mwabudu shetani, tumekataa mfalme asiyemcha Mungu, na tuache ukabila, na tuache kula pesa ya kampeni. Haleluya. Inchi itapona. Inchi itapona.
Lakini sasa tuliookoka, ikifika wakati wa siasa, hujui aliyookoka na asiokoka. Umeenda kupanga line upewe 500 na mwanasiasa. Kama ni wa kanisa, usifanye hivyo katika jina la Yesu. Usiende kupiga vuvuzela kule barabarani. Na wewe ni mwokovu. Haleluya. Tujue nafasi yetu katika jina la Yesu. Nalilia nchi yangu Kenya, nalilia nchi yangu Kenya mimi. Nikiangalia njia iliyochukua na kanisa. Mwanasiasa anaweza kuja asimame kwa madhabahu atukanane. Na pasta ako pale anatoa meno. Haleluya. Tujielewe katika jina la Yesu. Biblia inasema tuombe serikali, tuombe tawala. Tuambie Yesu wako chini ya miguu yako, wasitunyanyashe katika jina la Yesu. Wa kutunyanyasha tunamngoa. Kile utamngoa wapi? Ushanunuliwa na 500. Ushanunuliwa na ukabila. Biblia inasema sisi si wa ulimwengu huu. Haleluya. Kwa hivyo Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu. Mimi sihubiri kuhusu siasa. Sijui imetoka wapi hiyo. Imekuja yenyewe. Wacha niache. Haleluya. Bwana asifiwe. Siende kaujua hapa tuna wanasiasa wengi. Lakini nyinyi wanasiasa mlio hapa, mwa watu wa kuokoka, na mkienda kule katika jina la Yesu mdumisha wokovu. Msiuse urithi wenu wa wokovu na sinaitwa brown envelope. Simamia ukweli katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo ufalme wote na wafalme wako chini yake Yesu, na sisi tuko mahali Yesu yuko. Ni vile hatujui katika jina la Yesu. Wende tukawa hatuna pesa, wameiba wana pesa, wana mali. Lakini acheni waambie katika jina la Yesu, ulimwengu wa roho utawala ulimwengu wa mwili. Nao wanachiasa, sikudanganyi, nguvu zao wanatoa katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Mimi waambia mhubiri moja alienda kuhubiri Tanzania, ni wa hapa Kenya, na Mungu amempaka hata ni mama, akaenda kuhubiri Tanzania. Na kwa sababu ya kile ambacho kilitokea hapa Mwanza, alikuwa anahubiri Mwanza, kile kilitokea, mganga mashuhuri pale akaona kile kimetokea, zile ishara na miujiza, na kule kupigwa halipigwa na nguvu za Mungu. Na Mungu atujaze uwezo wake katika jina la Yesu. Na uwezo wa Mungu, tujue tuna uwezo wa Mungu, na tutulie huo uwezo wa Bwana ufanye kazi ndani yetu katika jina la Yesu. Mimi nawaambia kuna watu, mimi nilisikia mwabudu moja shetani aliyokoka. Nisikieni wana wa Mungu. Tujielewe, tujifahamu katika jina la Yesu. Na naomba Mungu hatusaidie katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tujielewe na tujifahamu. Tujue uwezo na nguvu na mamlaka. Nazungumzia uwezo wa Mungu unaofanya kazi ndani yetu katika jina. Tuelewe uwezo na nguvu za Mungu zinazofanya kazi ndani yetu katika jina la Yesu. Huyu mama alienda kuhubiri mahali. Nisikieni. Nalipoenda kuhubiri mahali, nguvu za Mungu zikashuka mahali pale. Mganga mashuhuri wa pale akapigwa. Paka akaamua, hapana, hawezi vumilia hii. Familia yake itaokoka, yeye ataokoka baadaye. Na akamuita nyumbani mwake. Mganga mashuhuri watu wanamchukua kule Mwanza. Na alipoenda pale, kitu kilimshangaza huyu mama. Alipoingia kale kanyumba ili aombe abomoyo madhabahu, alipata picha siko pale sa wanasiasa maarufu wa Kenya walikuwa wanaombea uraisi. Sitawataja. Mwaka wa 2022. Mwaka wa 20 wote walienda huko. Waambia fulani ni mteja wangu, fulani ni mteja wangu. Yule mama akastuka. Na akasema tangia siku hiyo ndiye aliamua hakuna mwanasiasa atakayeamini. Wakati moja nisikieni. Uwezo na nguvu zilizomo ndani ya wana wa Mungu. Hawa wanasiasa wengi wanainuliwa na shetani. Kwa nini wanainuliwa na shetani? Kwa sababu wana wa Mungu wamelala. Hawajui uwezo na nguvu zao zilizomo ndani ya Yesu mwana wa Mungu. Wakati moja Mbonki
akiwa anaenda kuhubiri Kampala, huyu mwabudu shetani alisema, waliitwa na shetani mwenyewe, wakaambiwa kwa siku 21 waondoke Kampala na wakae radius ya 70 kilometers away from Kampala for 21 days. Wakaambiwa kwa sababu huyo mtu akija wameisha, na ule upako aliacha ulitamia pale 21 days. Sasa kama huyu inaweza fanyika hivyo, hawa wanaoinua watu waovu, uongozi muovu, haleluya, wa kuonesha agenda ya shetani, na wacha niwaambie katika jina la Yesu, utawala ambao unatesa raia, utawala ambao unadhulumu raia si wa Mungu. Mfalme ambaye anayetesa raia, anayedhulumu, anayefanya mambo ya kuleta mateso na mahangaiko, huo utawala si wa Mungu. Huo ni ukweli wa mambo. Unatimiza ajenda ya shetani, unatimiza ajenda ya mashetani na watu waovu. Watu waovu hufanikiwa kwa mateso ya wanadamu. Kwa hivyo nawaambia usiku wa leo, mimi nawaambia katika jina la Yesu, msipoomba, nyinyi wana wa Mungu, msipoomba Yesu aliye tawala na falme zilio chini yake, mimi nawaambia mkule shilingi 500 mwende mkapigie mtu asiyefaa kura, nawaambia mtateseka. Maana hakika ataeneza ajenda za yule ambaye aliyemuinua. Aliyeinuliwa na Mungu hataeneza ajenda ya Mungu. Aliyeinuliwa na shetani ataeneza ajenda ya shetani. Lakini sisi ambao tuliookoka, sisi ambao tuliomwamini Yesu Kristo Bwana, tukijielewa na tujifahamu na tuombe na tuambie Bwana tusaidie katika jina la Yesu, hata kupiga kura tupigie watakatifu. Binasema Mungu hana uwezo wa kuinua wafalme. Mungu atatuinulia wafalme mwenyewe. Tutaomba. Achani waambie, ukisoma Biblia katika jina la Yesu, sijui kwa nini leo nazungumza mambo ya siasa, lakini wacha tu nizungumze, sijui kwa nini. Sikuwa nimepanga hivyo. Biblia inasema kuna mfalme mmoja, nisikie, katika Israeli, sikumbuki jina lake. Biblia inasema alitii Mungu, alimwabudu Mungu. Na Biblia inasema Mungu akachukua mawazo ya lile taifa. Na Mungu alipochukua mawazo ya lile taifa, binasema Mungu akafanya hayo mawazo kama ya mtu mmoja. Haleluya, Bwana asifiwe. Wale watu wote katika jina la Yesu wakawaza kama mtu mmoja, kama mtu. Taifa likawa la mawazo kama ya mtu mmoja, wakasikiza mfalme kama mtu mmoja. Mungu ana uwezo wa kubadilisha mawazo ya watu, na shetani hubadilisha mawazo ya watu. Mungu ana uwezo wa kubadilisha mawazo ya watu. Mkiomba katika jina la Yesu, wapewe pesa, wasipewe pesa, Mungu abadilishe mawazo yao na wakatae mtu. Kwa hivyo tuna uwezo, maana falme zote ziko chini ya utawala wa Yesu. Tumwambie Bwana, falme zote ziko chini ya utawala wako. Tumekataa mtu muovu atutawale katika jina la Yesu. Tumekataa mtu asiyefaa atutawale. Lakini mtakataa namna gani? Ukabila umewajaa kama nini? Tamaa ya 500 ya wanasiasa na 200 zingine zimetoka kwa madhabahu ya shetani. Mimi nawaambia, ili tangazo, kuna mwanasiasa alienda na maji Ukambani. Sio kama watu walikuwa wakati wa Kibaki. Maji ikaenda naye na alikuwa anapata, ametengezea watu. Gari yake ilipoangaliwa ilipatikana nyoka, vitu vya uchawi. Mimi kutengezea watu pati, awape mchele awachanganye. Haleluya. Tuchueni nafasi yetu. Tuna uwezo wa kuinua na kushusha wafalme katika jina la Yesu, tukisimama katika kweli katika jina la Yesu. Nalilia nchi yetu. Maandamano hakuna kitu yatafanya. Mimi nawaambia haya, endeleeni. Mnaandamana siku 2 na mnasahau, mnakufa bure. Omba katika jina la Yesu, na Mungu akuongoze kupigia anayefaa kura,
Aliyeinuliwa na shetani ataendesha ajenda ya shetani, lakini hata hivyo hawawezi kiuka mipaka iliyowekwa na Mungu katika jina la Yesu. Naendelea. Juu kuliko ufalme wote na mamlaka, haleluya, hata mamlaka na nguvu, mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwajalo. Kwa hivyo Yesu ako juu ya kila kitu, kila mamlaka, uweza, nguvu, ushetani, upepo, kila kitu kiko chini yake Yesu mwana wa Mungu. Biblia inasema hapo ndipo nasi Mungu ametuweka. Kwa hivyo vitu vyote viko chini yetu kiroho katika jina la Yesu. Ni sisi tujue humo katika ulimwengu wa roho tutafanya nini, ili yale yaliyomo katika ulimwengu wa roho tuyalete katika mwili katika jina la Yesu. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Umesikia? Akavitia vitu vyote chini ya miguu, akavitia vitu vyote chini ya miguu. Kwa hivyo kila kitu kiko chini ya miguu yake. Kuna kitu ambacho ningetaka tushike hapa katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Mstari wa 22, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya nani? Kwa nini Mungu haleluya, kwa nini Mungu sawasawa na Biblia? Yesu alimshinda shetani kitambo. Shetani alipoleta, nisikieni, haleluya, haleluya, nisikieni hapa, hii pointi msisahau. Shetani alipoleta vita mbinguni, Yesu anasema nilimuona alifurushwa duniani kama umeme. Hata si Yesu aliyomfurisha, hata si Mungu aliyemfurisha, hata si malaika, alifurushwa na malaika mwenzake Mikaeli. Kwa hivyo si Yesu aliyepigana na shetani. Yesu sasa Biblia inasema kilichoumbwa hakiwezi teta na kile kilichoumbwa. Shetani hawezi teta na Mungu. Shetani hawezi teta na Yesu. Nawaambia shetani hawezi teta na Mungu. Shetani hawezi teta na Yesu wala Roho Mtakatifu. Ni malaika, ni kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Hawezi pigana na Mungu, hawezi pinga Mungu, hawezi na hawezi. Hiyo ijulikane kabisa. Lakini nasema kwa ajili yako mwanadamu, kwa ajili ya kanisa, si kwa ajili ya Yesu. Vitu vyote duniani na mbinguni na kuzimu, binasema kwa ajili ya kanisa, viliwekwa chini ya miguu ya Yesu. Kwa ajili ya kanisa hizi vitu zote ndio Mungu akatuweka. Nisikie, tuangalia Jumapili, ndio Mungu akatuweka pamoja na Yesu Kristo, sisi kanisa. Hili vitu vyote duniani viwe chini ya Yesu na viwe chini yetu katika jina la Yesu Kristo. Vitu vyote binasema kwa ajili yetu. Nishikieni, kabla Yesu hajakuja duniani halikuwa Mungu. Na hata ukisoma alipokuwa anaomba, kuna kitu Yesu alisema Baba, katika jina la Yesu mapenzi yako yatimie. Na kuna kitu aliongezea pale, akasema na ushirika wangu na wewe urudi kama ulivyokuwa kabla sijakuja ulimwenguni. Kwa hivyo ushirika wa Mungu na Yesu ulivunjika kwa sababu ya kanisa. Hili nini? Kwa nini Yesu alikuja duniani? Kwanza atuokoe, atusafishe dhambi zetu. Na kitu cha pili, vitu vyote hapa duniani. Kwa nini alienda kuzimu? Vitu vyote kuzimu, akachukua punguo za kuzimuni na mauti. Alikuja duniani, alienda kuzimu, akapaa atangani. Hili vitu vyote viwekwe chini ya miguu yake. Binasema kwa ajili ya kanisa. Kanisa ni nani? Kanisa si njengo. Kanisa si Sifa Community Church ama yale manchina ambayo tunapea madhehebu. Hizo sio kanisa. Kanisa ni wale ambao waliomwamini Yesu Kristo Bwana kama Bwana na Mwokozi wao. Hiyo ndiyo kanisa.
wewe na mimi tuliamini, wewe ndio kanisa. Kwa hivyo Mungu alifanya hivyo kwa ajili ya kanisa, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake Yesu Kristo Bwana, kwa ajili yetu tuliokoka. Hili kitu chochote duniani, mbinguni, hata kule kuzimu, kisije kikainuka kinyume nasi na kikafaulu katika jina la Yesu Kristo. Hivyo nawaambia usiku wa leo, kwa ajili ya kile Mungu alifanya kwake Yesu, akamuweka juu sana kuliko hizi vitu tumefanya kwa ajili ya kanisa, na akaweka vitu vyote chini ya miguu yake. Hakuna kitu hapa duniani, kusimuni kwa shetani kwenyewe, ama mbinguni, kinaweza kikainuka kikapiga kikashinda kanisa, haleluya, isipokuwa kimshinda Yesu. Haleluya. Nisikieni usiku wa leo katika jina la Yesu tuliokoka. Nisikieni usiku wa leo tuliomwamini Yesu Kristo Bwana. Nisikieni usiku wa leo sisi ambao ni wana wa Mungu. Nisikieni usiku wa leo, tusibabaishwe na kile shetani anasema, tusibabaishwe na kile shetani anafanya, tusibabaishwe na kile wanadamu wanasema, tusibabaishwe ni nani anaenda kwa muganga, tusibabaishwe ni nani anaenda kwa shetani, tusibabaishwe ni nani anazunguka biashara yako akiwa uchi, tusibabaishwe ni nani anachinja kuku, ni nani anachinja mbuzi, ni nani anafanya ibada za kishetani, tusibabaishwe ni nani anapiga kifua, tusibabaishwe ni nani anatuendea, usibabaishwe, usilale bila usingizi katika jina la Yesu, kwa sababu ya kile handui anachokifanya. Na kuambia usiku wa leo, kile kitu ambacho kinaweza kikatushinda, labda kitoke chini ya utawala wake Yesu mwana wa Mungu. Umesikia karo? Unless wamshinde Yesu, wamuondoe mahali ambapo Yesu amewekwa na Mungu. Kama Yesu hataondoka mahali amewekwa na Mungu, basi shetani hatatushinda. Kama Yesu hataondoka mahali amewekwa na Mungu, basi uchawi utatushinda, basi ukanga utatushinda. Hakuna kitu, mimi nawaambia usiku wa leo katika jina la Yesu, kitatushinda. Hakimo hakitakuwemo tulio ndani ya Yesu Kristo. Usiku wa leo nawaambia, usikae na wasiwasi, vyote vimewekwa chini ya miguu yake Yesu. Na hivi karibuni pinasema hata shetani Mungu hatamseta chini ya miguu yetu. Hizo hali za kishetani zitainama katika jina la Yesu. Hizo hali zinakukumba zitainama katika jina la Yesu. Lazima ujue siko chini ya miguu yetu. We are hapa, tusientertain shetani, tusientertain hali za kishetani katika maisha yetu katika jina la Yesu. Hali zinatokana na shetani, tusientertain. Tukatae magonjwa ya kishetani, tukatae umaskini wa kishetani, tukatae mambo ya kishetani. Tumeyakataa na yameshindwa katika jina. Sema amen. Haleluya. Hata wachawi wameshindwa, wakanga wameshindwa, shetani ameshindwa. Kila kitu kimewekwa chini ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kiko chini ya miguu yetu. Uchawi uko chini ya miguu yetu, ukanga uko chini ya miguu yetu, umasikini, kiufukara, chochote katika jina la Yesu kiko chini ya miguu. Hili nasema kwa ajili ya kanisa. Hili chochote, hili yeyote asiye akainuka kinyume na kanisa akashinda. Ndio Yesu anasema, nalijenga kanisa langu. Nalijenga kanisa la nani? Ni Yesu anayejenga kanisa lake. Kanisa lake ni mimi na wewe, ni Yesu anayetujenga. Binasema na malango ya kuzimu, malango ya mautini na kuzimu hayatalishinda kanisa langu. Biblia inasema pale, tumesoma mstari wa 23, ndilo mwili wake, ukamilifu wake, aliyekamilika kwa vyote katika vyote. Yesu ndio kichwa, sisi ndio mwili. Kwa hivyo katika jina la Yesu, kuanzia leo, jua kitakacho kushinda labda kishinda Yesu. Narundia bila shaka, bila wasiwasi, ambacho kinaweza kikatushinda unless kishinda Yesu, ambazo kinaweza kikatuangamiza tukiwa ndani ya Yesu unless kiangamiza Yesu. Haleluya. Yote anaweza akatushinda unless ashinde nani? Yesu. Mimi niliwaambia kitu cha ukweli. Niliombea mtoto wawili kule Mombasa, wakapona. Moja alikuwa anakufa, alikuwa amezaliwa
alikuwa hajamaliza wiki, na akawa ameenda hospitali, bimekataa, hapumui, nini nakatika, hata akiwekewa oksijeni haiendi. Na mama yake akaniita, akaniambia, pastor, mama yake hakuwa mtu mzuri, yeye anajua ni ukweli wa mama, maana baadaye hata Elias aliwaambia, alikuja akakiri kanisani na akasema yeye alikuwa ni mchawi tangia akiwa mtoto, akakiri kila kitu kanisani. Kwa hivyo hakuwa mtu mzuri, lakini hata hivyo inasema mvua inanyesha kwa wazuri na kwa wabaya. Hata mtu mbaya akikuita muombe, ndio muombe katika jina la Yesu. Hata ukijua ni mchawi na nataka maombi, usikatae njao, usimwambie uchawi ukusaidie. Aha, ndio muombe, haone nguvu za Mungu hizo zitamhukumu, na siku moja ataokoka. Asipookoka kule jehanamu atalia kuliko watu wengine wote, maana aliona Mungu, aliona nguvu za Mungu, akakataa wokovu. Yoyote anayestahili kuona neema ya Bwana, omba, muombe. Hata mtu aje hapa, wengine huja hapa siku ya Ijumaa, na Roho Mungu ananiambia ni wachawi, na ni wachawi, nawaambia okokeni, wanakataa. Naambia pastor, na shinda fulani niombe, na nawaombea, na Mungu anatenda kwa maombi yao. Lakini siku moja, maana waliona Mungu, watanjuta kuliko wale wakuona Mungu. Yesu anaambia Tiro na Sidoni na Korazini, anawaambia ole wenu Tiro na Sidoni, kama miujiza hii ingalitendeka Sodoma na Gomora wangaliokoka. Lakini anawaambia siku ya hukumu itakuwa bora kuliko Tiro na Sidoni. Kwenu Gomora hukumu itakuwa mbaya. Waliona Mungu, nguvu za Mungu, wakakataa kuamini, wakakataa kuokoka. Siku ya hukumu itakuwa mbaya sana. Ni vizuri waone nguvu za Mungu, ni vizuri waone uwezo wa Bwana. Waombe katika jina la Yesu, wamuone Mungu, labda wataokoka katika jina la Yesu. Usiwaambie nyinyi wachawi, waombeni, waje hata kanisani, siku hizi sina shida, waje. Lakini wajue hawezi tufanya chochote isipokuwa wafanye Yesu. Hawezi Florence, they can't do anything to us. Hallelujah. Nilikuwa nawapatia ushuhuda. Hawawezi wazikutishie karo, hawawezi. Hata kama wana manjini, watume mapaka yao, watume manyoka yao, watume kila kitu wanachotaka kutuma, hawawezi katika jina la Yesu. Kwa hivyo nikaombea katoto, kakapona. Maana aliniambia ukasini wangu si mzuri, ndiye anasumbua. Katoto kakapona. Kingine pia kalikuwa kanakufa, kakapona. Na mimi nikaenda zangu maombi. Na nikiwa maombi, nikavamiwa na wachawi 6 wanawake. Walikuwa wamevaa mavazi fulani, sitayataja kwa microphone, ya dini fulani, sitayataja. Na nikawaona wamezingira kaburi, na nikashangaa, inakuwaje hii dini hairuhusu wanawake kwa kaburi? Wanafanya nini kwa kaburi? Unajua kierere si nzuri. Na siku hizi Mungu ananisaidia, kierere inaisha. Haleluya. Unajua mtu akiwa kijana ana kierere mingi. Ujana una kierere mingi. Hata mhubiri vijana wana kierere mingi. Unaona wazee hawana mambo mengi, lakini ile mambo wanafanya pole pole yao, ile mambo inafanya. Na kuruka na njasho iwezi kafanya. Chao. Unaweza ruka kweli kweli, si baya rukia Bwana ukiwa kijana. Lakini yale mambo mzee anaweza fanya pole pole tu, taratibu, akienda kama anaanguka mzee wa Mungu. Wewe na kuruka kwako na kupiga mieleka uwezi ukafanya. Aliyetembea na Bwana. Haleluya, siku hapo. Na sasa mimi nikaenda kuangalia, nishikieni katika jina la Yesu. Nikaenda kuangalia. Nilipofika pale, moja alikuwa ndio muyani. Sikuwajua mimi wanawake. Sikuwafahamu kabisa. Sikuwajua ni kina nani. Lakini walikuwa wachawi. Hiyo nilijua. Sasa pale wamechimba kaburi. Na wameshika watoto wawili. Wakaniambia, moja akaniambia, wewe tutakuonyesha leo. Mimi nawaambia ukweli, tutakuonyesha. Ilikuwa sehemu moja Mombasa inaitwa Maweni. Ilikuwa inaitwa Mawe. Hiyo vituko vilikuwa inaendelea sehemu inaitwa Maweni. Na mimi nilikuwa maombi yangu. Nikawaona nikasema wacha niende nione nini inaendelea. Bwana asifiwe. Wakaniambia, tulikuwa tunakutafuta wewe. Tulitaka kuzika watoto, wewe ukazuia. Basi tutakuzika wewe.
kabla si njibu, moja akatoa kitu ya chuma, inakaa kichuma hivi, kichuma, kitu ya chuma, akataka unitunga, nikazuia, ikanindunga mkono. Ajabu, damu ikutoka. Na damu ilipokataa kutoka, nikaona wamestuka, lakini kitu ikainuka ndani mwangu. Nikawaambia, maisha yangu, uhai wangu umefichwa ndani yake Yesu mwana wa Mungu. Hakuna kitu mnaweza nifanya. Baadaye nilikuja kujua hilo ni andiko limo katika Biblia, ya kwamba uhai wetu, tutaangalia katika jina, tutaangalia Jumapili, limo katika Biblia. Uhai wetu na maisha yetu yamefichwa ndani ya Kristo Yesu, na Mungu ametuketisha naye Yesu upande wa kuume, mahali Yesu hako kiroho. Hapo ndipo tumo kiroho juu sana kuliko hao wachawi, kwa sababu mimi nilikuwa nimefichwa ndani ya Yesu Kristo Bwana. Uhai wangu hawawezi wakaniua isipokuwa waue Yesu. Na wakasambaratika, wakaenda. Na kesho yake tukapata ajali, si ajali kidogo, lakini cha ajabu hakuna aliyeumia kwa hiyo ajali. Wakakula huu. Kama uhai wangu ulikuja fichwa ndani ya Yesu mwana wa Mungu, kama nilikuwa Simon ndani ya Yesu mwana wa Mungu, na siyo mpeke yake. Mimi nawaambia usiku wa leo, wachawi wamejaribu kuniua, si mara moja, si mara mbili. Wabundu shetani wamejaribu kuniua, si mara moja, si mara mbili. Kwa uganga wameenda. Hata kuna mmoja namjua, alienda kwa shetani mwenyewe na akamuomba na akamwambia huyo mhubiri muue kwa niaba yangu, na ibilisi akakubali. Lakini Mungu akamwambia, hold on, huyu huwezi kumuua. Acheni waambie usiku wa leo katika jina la Yesu, tuliyemwamini Yesu Kristo Bwana, shetani hawezi akafanya kile anataka, adui hawezi akafanya kile anataka, na kikafaulu katika jina la Yesu Kristo. Tutafaulu, tutafanikiwa. Sema nitafaulu, nitafanikiwa. Sema kwa sauti, sema nitafaulu, nitafanikiwa. Sema kanisa letu litafaulu, litafanikiwa. Biashara yetu itafaulu, itafanikiwa. Kwa hakika katika jina la Yesu, kwa kuwa tumo ndani yake Yesu Kristo Bwana aliye juu. Inasema ako juu ya vyote, na sisi tuko juu ya vyote katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ibada zitafanywa aina gani, wafanye ibada zote, wafanyie hata kuzimu, wafanyie chini ya bahari, wafanyie hangani pamoja na mashetani. Lakini nawaambia ukweli katika jina la Yesu, hakuna kitu hata kimoja kitafanikiwa hala kufaulu findi ya kanisa. Mungu anaposema hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume nasi itakayofaulu, hivyo ndivyo ilivyo katika jina la Yesu. Hakuna silaha, hakuna chochote ibilisi atainua kinyume nasi kitafaulu. Hivyo usiku wa leo, hata kile kinakupiga kinaenda kuporomoka katika jina la Yesu, tunaposimama katika uwepo wa Bwana. Simameni katika jina la Yesu. Tutaendelea siku ya Jumapili. Haleluya. Hata kile kinatupiga, sema kitaanguka. Sema kile kinanipiga. Sema kwa sauti, sema kile kinanipiga. Sema kwa sauti, sema kile kinanipiga. Sema kile kinanipinga kutoka kwa shetani kinaanguka, hakitafaulu katika jina la Yesu. Maana mimi niko pale, Yesu yumo, na vyote vimo chini ya miguu yangu. Kwa hivyo chochote ya kishetani inaonipiga, inaonipinga, iko chini ya miguu yangu. Sema hiyo hali na ile roho inayosababisha katika jina la Yesu imeshindwa, imeshindwa. Hiyo hali itoweke, itoweke. Magonjwa yatoweke, umasikini utoweke, ufukara utoweke, maroho yote machafu na hali zake usiku wa leo sitoweke, sitoweke, sishindwe. Utawala wa giza uko chini ya miguu yangu, usambaratike. Kila njama, kila hila, kila kazi zake katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu. Sisambaratike, sisambaratike, na kila kitu kitii katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Yesu aonekane katika maisha yangu, utawala wake uonekane, ukuu wake uonekane, uwema wake uonekane. Sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ukuu wake Yesu uonekane, utawala wake uonekane, mapenzi yake na makusudi yake yaonekane juu ya kanisa hili, juu yangu, katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu, ni asante Baba kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi na fursa hii ambayo Mungu wetu na Baba yetu umetupatia jioni ya leo. Asante Yesu kwa pendo lako. Asante Mungu kwa pendo lako kwetu, pendo lako kuu Bwana uliotupenda nalo hata ukamtuma mwanao Yesu Kristo, ili Bwana tuaminie tusipotee, tupate wokovu Bwana. Hiyo haikutosha Bwana, ukatufufua pamoja naye, ukatuketisha pamoja naye mahali pa juu kabisa kuliko ufalme wote ule, kuliko usultani wote ule, kuliko chochote kile. Chochote Bwana duniani na mbinguni kiko chini ya miguu yetu, kwake Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu. Hivyo Baba, katika jina la Yesu, ndoto zinotokana na misimu na kuzimuni tunazosiota Bwana, tunasipiga hayo maroho ya mauti na kuzimu na misimuni Bwana, maroho ya uchawi na uganga na ushirikina Bwana, na uabudu shetani kinyume nasi Bwana, ibada zote za kichawi kiganga za kishetani Bwana kinyume nasi Bwana, kusanyiko zote, kila kitu ambacho Bwana, hata ukuhani Bwana, hata madhabahu, huo tawala wote wa giza Bwana, tunauporomosha, tunauangusha Bwana na kazi zake kinyume nasi Bwana, sawa sawa neno lako tunasambaratisha, tunatawanya Bwana usiku wa leo. Sishindwe Bwana, sitawanyike Mungu, sisambaratike katika jina la Yesu. Kasa giza Bwana, ufalme wa giza, utawala wa giza, sawa sawa neno lako. Ewe Mungu wetu, ewe Yesu wetu, sisambaratike Bwana, siharibike Bwana, Baba wa mbinguni, na hali ambazo za kimaisha Bwana zimeletwa Bwana na hayo mashetani, zimeletwa Bwana na huo utawala wa giza katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, zimeletwa na hizo ibada na hayo maroho katika jina la Yesu, na hayo madhabahu na ukuhani wake, hizo hali zote Bwana katika maisha yetu usiku wa leo, na siondoke Bwana, na siondoke Bwana, na siondoke Bwana. Kila hali ya kishetani iondoke Bwana, maroho ya giza Mungu na hali zake Bwana zote ambazo katika maisha yetu zimetokana Bwana na huo utawala Mungu, kwa kuwa uko chini ya miguu yetu, hizo hali Bwana tunasikemea, tunasiondoa Bwana usiku wa leo katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Ewe Baba wa mbinguni uliyesiumba mbingu, ukuu wako Yesu, ukuu wako Yesu, ukuu wako Yesu udhihirike Bwana juu ya maisha yetu, utawala wako, wema wako Bwana na upendo wako na fadhili zako, kile ambacho Yesu ulitenda pale msalabani kidhihirike Bwana juu ya maisha yako, pendo lako Yesu, neema yako Yesu, fadhili zako Yesu na wema wako mwana wa Mungu sidhihirike Bwana usiku wa leo katika maisha yetu, katika kanisa hili, hata wale ambao wanatufuatilia online Bwana. Utukufu wako Yesu mwana wa Mungu utimie, uonekane Bwana, sifa zako Mungu zitande Bwana, tukutukuze, tukuinue Bwana katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Nafunika watu hawa na damu ya Yesu, najifunika na damu ya Yesu, wale wako online Bwana na wafunika na damu ya Yesu, mahali hapa Bwana na wafunika na damu ya Yesu, area hii Bwana na ifunika na damu ya Yesu. Yeyote ambaye amekusudiwa maovu, yeyote ambaye amekusudiwa mabaya, hayo Bwana tunayatawanya, tunayapiga, tunayamalisha. Neema yako Bwana, rehema zako sionekane Bwana, sidhihirike mwana wa Mungu, utawale Bwana na utamalaki katika maisha yetu. Ni asante Bwana, ni asante Yesu, asante mwana wa Mungu, asante Yawe, asante Bwana, asante Yesu. Neno lako Bwana lipenye mapenzi yako Bwana. Tunaomba wokovu kwa area hii Bwana, ufalme wa giza ushindwe Bwana, maroho ya mauti na kuzimu, mauti na kuzimu yenyewe na maroho ya wafu yashindwe, yashindwe, maroho ya ukanga na uchawi na uabudu shetani
yashindwe Bwana. Wanadamu wote waliokamatwa Mungu, waliokuwa appointed Baba kufa, hawatakufa, hawataangamia. Lakini Bwana, kusudi lako la milele juu ya maisha yao la wokovu Bwana litimie. Tunayaamurisha hayo maroho yawaachilie, yawaachilie, yaachilie maisha yao, yaachilie maroho ya misimuni na kuzimuni na mautini Bwana, yaachilie chochote ambacho ni chetu, yaachilie Bwana. Hata wale wanatumikia mautini na kuzimu ambao Bwana ni maagent wa shetani, ambao ni wachawi, ni waganga, ni wabundu shetani, murundi, brandi, binadamu, hata wao Bwana waachiliwe, waachiliwe, waachiliwe. Wokovu wako uje mahali hapa, uje katika mji huu, uje Bwana, uje Bwana, katika jina la Yesu. Hayo maroho, huo utawala uanguke, uporomoke, waachilie Bwana. Kila mwanadamu aliyehesabiwa wokovu Bwana haokoke Bwana. Huyo mchawi haokoke Bwana, huyo muganga haokoke Bwana, huyo mwabudu shetani kwa uwezo wako, kwa nguvu zako haokoke Bwana, haokoke Bwana, haokoke Bwana. Watakao kataa mapenzi yako tumekataa, hawatatusumbua katika jina la Yesu. Wala kazi zao za giza hazitatusumbua, zimeshindwa Bwana katika jina la Yesu. Sifa zako zitande Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Asante Bwana, sadaka na fungu za 10 hawa watu watakazozitoa zimebarikiwa Bwana na wewe mtakatifu, katika jina la Yesu wanakutolea wewe, katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini na tuseme amen. Tutoeni sadaka zetu na fungu za 10. Yule ndanda pale, kuna ndanda hajakuwa nasi muda mrefu.